Uhari gani mtazamaji wa Baharia TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hivi karibuni kama umewahi kusikia kuhusiana na rumors mbalimbali zikimhusu makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kwamba ameitwa au anatarajia kuitwa kwenye kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi, na maneno haya yakawa yametrend sana kwenye mitandao ya kijamii na watu wakabaki na maswali mengi wakijiuliza kwamba je, habari hizi zina ukweli wowote au ni habari ambazo zinatengenezwa tu, na kama habari ambazo zina ukweli wowote, je, ni kwa nini CCM hawakutoa taarifa rasmi kuhusiana na jambo hili? Sasa leo mwenezi wa CCM Taifa Kenan Kiongosi ameeleza kuwa taarifa zinazosambaa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameitwa kwenye kamati ya maadili ya CCM si za kweli na hakuna taarifa yoyote rasmi iliyotolewa na chama hicho kuhusiana na hilo. Akijibu swali kuhusu hilo wakati akizungumza kupitia kipindi cha Power Breakfast cha Clouds FM leo tarehe 19 Agosti 2026, mwenezi Kenan ameeleza namna ambavyo CCM inafuata taratibu zake katika kumuita mwanachama yeyote kwenye kamati ya maadili na namna inavyompa mwanachama huyo nafasi kubwa ya kujieleza kutokana na tuhuma zozote zitakazomfanya aitwe kwenye kamati hiyo. Anasema CCM hatutambuani kwa vyeo, tunatambuana kwa wanachama. Yaani ili uweze kuwa kada wa chama lazima uwe na kadi ya Chama cha Mapinduzi. Na hapa nakusogezea umsikilize Kenan kile ambacho alichozungumza leo asubuhi mbele ya waandishi wa habari. Sikiliza huyu hapa. Na hili la mheshimiwa makamu wa rais ambalo umelisema la kuitwa maadili. Sasa kwanza ndani ya Chama cha Mapinduzi sisi CCM hatutambuani kwa vyeo, tunatambuana kwa wanachama. Yaani ili uweze kuwa kada wa chama lazima uwe na kadi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo moja, tunatambuana kwa wanachama wetu. Kwa hiyo kama kuna mwanachama ameitwa kwenye maadili ni jambo la kawaida na sio jambo geni. Na ilishatokea pia miaka mingi watu kuitwa, hata juzi watu wameitwa kawaida tu ngazi mbalimbali, ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hilo ni kutoe hofu kwamba aliyeitwa sio makamu wa rais, ila kama ikitokea anaitwa mwanachama yoyote wa Chama cha Mapinduzi. Okay. Na katika hilo unapoitwa kwenye kamati ya maadili unakuwa una uhuru, utaitwa, utahojiwa, ukihojiwa na unapewa na wewe room ya kujieleza kwamba katika hiki labda nimetuhumiwa, na wewe utapewa room ya kusikilizwa. Ndio uzuri wa Chama cha Mapinduzi. Na baada ya hapo sasa kuna adhabu ambazo zipo kwa mujibu wa kanuni zetu. Katiba yetu inaelezea kama kuna makosa yapo, kama mtu anachukuliwa adhabu, zimeeleza kuna onyo, kuna karipio, kuna onyo kali, kuna kufukuzwa wanachama. Lolote linawezekana likafanya nini? Likatokea. Kwa hiyo kuweka mambo sawa ni kwamba kama kiongozi au mwanachama ameitwa, anaitwa kwa nafasi yake kama kada wa Chama cha Mapinduzi, ambapo kama mimi naweza kuitwa au mtu yoyote. Kwa baada ya hapo sasa kamati ile ndio itafind sasa kama mtu anakosa au hana kosa. Mpaka sasa wewe nikikuuliza umeiona taarifa yote ya chama kwamba ameitwa, ni haipo taarifa. Lakini rumors zinasema hivyo. Lakini kama ataitwa, maana yake mimi siwezi kujua, yeye ndo atajua kama ameitwa baada ya kupokea either barua ya wito au nini. Na sijui kama amepewa barua au hajafanya nini. Je, una maoni gani kuhusiana na hicho ambacho mwenezi wa CCM Taifa alichozungumza? Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.